Polisi wa jimbo la Louisiana Marekani wanaendesha msako mkubwa kuwasaka takriban wafungwa 11 waliotoroka katika gereza la New Orleans mapema Ijumaa, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Ofisi ya sherifu wa wilaya ya Orleans Parish Sheriff's Office ilisema kuwa wafungwa hao waligunduliwa hawapo wakati wa kuhesabiwa kwa kawaida saa 2:30 asubuhi kwa saa za huko. Gereza la Orleans Justice Center liliwekwa chini ya ulinzi mkali mara moja. Maafisa wanaamini kuwa wafungwa hao walitoroka muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Mmoja wa wafungwa hao alikamatwa muda mfupi baadaye katika eneo la maegesho lililoko karibu. Maafisa walisema alionekana kupitia kamera iliyotumia teknolojia ya kutambua uso, yani facial recognition. Kwa kutumia mbinu za kisasa zinazoongozwa na taarifa za kiintelijensia, askari wa jimbo waliweza kumkamata mmoja wa wafungwa waliotoroka katika eneo la French Quarter, ilisema taarifa ya polisi ya jimbo la Louisiana. Wakati askari walipomkaribia, alikimbia kwa miguu. Alikamatwa katika mtaa wa Royal Street bila tukio lingine lolote. Askari wanaendelea kushirikiana kwa karibu na mashirika ya usalama ya maeneo ya karibu, serikali ya jimbo na mashirika ya shirikisho katika msako wa kuwakamata waliobaki. Kipaumbele chetu ni usalama wa jamii na kuwatia nguvuni wahalifu hawa haraka iwezekanavyo, taarifa hiyo ilisema. Msako unaendelea kwa ajili ya kuwatafuta wafungwa wengine 10 waliobaki, ambao ofisi ya sherifu imesema wanapaswa kuzingatiwa kuwa ni wenye silaha na hatari kwa jamii. Baadhi ya wafungwa waliotoroka walikabiliwa na mashtaka ya mauaji na jaribio la mauaji. Wengine wanakabiliwa na makosa mengine ya uhalifu wa kutumia nguvu, kama vile unyanyasaji wa familia, kupiga kwa kiwango kikubwa na umiliki haramu wa silaha. Polisi wa New Orleans wanasema kuwa kundi la watu wanaoaminika kuwa waathiriwa wa wafungwa hao tayari wameondolewa manyumbani kwao na kupelekwa mahali salama. Mkuu wa polisi wa New Orleans, Anne Kirkpatrick, alisema kuna uwezekano mkubwa kuwa wafungwa hao walisaidiwa kutoroka na aliamini tayari wamebadilisha mavazi yao ya gerezani. Hatutaki kuleta hofu, lakini tungependa watu wawe waangalifu, alisema Kirkpatrick kwa waandishi wa habari, akisema tukio hilo kuwa ni zito sana na lisilokubalika kabisa. Tumeanzisha uchunguzi kamili kubaini ni jinsi gani kutoroka huku kulifanyika, ikiwemo kupitia upya taratibu za usalama za gereza, utendaji wa wafanyakazi na hali ya miundombinu ya usalama, aliongeza. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.